Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tete naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa pili ambaye ni Zurula San ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema na mada ya siku ya leo inahusu, ni tema ambayo ni kubwa sana, ni tema ambayo itawafungua walio wengi kwa uwingi kweli kweli, kwa sababu inasema mababu ni akina nani, alafu kuna mabano ibada na mila za mababu, nguvu za mababu, ibada za fuvu. Najua kwamba ni tema ambayo itawavutia walio wengi, maana ndio mambo ambayo walio wengi wanapenda kuyasikia, wanapenda kuyafahamu zaidi sana haya mambo yako namna gani. Kwa hiyo mnapoenda kwenye mitandao ya kijamii popote pale ambapo unaweza mkatazama, mtakuja kuona kwamba kuna watu wanaoongelea kuhusiana na mababu, kwamba ni vema kurejea kwa mababu, ni vema kuabudu mababu, kuwafanyia ibada. Wanaongea mambo kama hayo, lakini wote hao ambao wanaongea hivyo, mkiwauliza kwamba sasa hao mababu ambao mnasema watu waende kuomba, waweza kuabudu, waweza kuheshimu, ni mababu wa namna gani? Lakini pia wote ambao wanaojiita kwamba ni wakemiti kwa wakati huu, lakini pia wale ambao wanaoabudu fuvu, yes, fuvu kabisa, wanasema kwamba ni vizuri zaidi sana kurudi kwa mababu zao. Sasa hao mababu zao ni akina nani? Kwa sababu walio wengi napogusia hao wanaojiita wakimiti, lakini wengi tu ambao kwa sasa hivi wanajua kulingana na ukweli ambao hupo hewani, wameshatambua kwamba hizi dini zote ni za uongo, kwamba ni dini ambazo zimeletwa na wakoloni na wale ambao walioweka mtu mweusi katika utumwa. Haijalishi dini yoyote ambayo ipo, yani walifanya hivyo kwa mtu mweusi. Sasa kwa sababu wametambua hilo, ndipo wanaamua na kuona kwamba ni vema zaidi sana kuondokana na hizo dini, lakini sasa ndio wanaingia katika huu ambao wataita ukemiti, kusema kwamba hiyo ndio dini ambayo ni ya mababu, turejee kwenye mababu zetu ili tuende kuabudu. Kwa hiyo wataongelea mambo mengi zaidi sana kuhusiana na hilo, na wengine sio huko upande wa wakemiti, lakini ni wengine ambao wataongelea kuhusiana na mababu, kwamba ni vizuri turejee kwa mababu zetu, tuombe mababu zetu ili kwamba tupate nguvu, tupate suluhisho katika hayo mambo yote. Kwa hiyo wanaongea mambo mengi zaidi sana kuhusiana na suala la mababu. Sasa hao mababu ni akina nani? Ile ni jambo lazima watu walitambue vizuri, hao mababu ni nani hasa. Na kabla ya kuwafunulia ni akina nani kabisa hao mababu ambao wanaowahita au wanaotakiwa kuitwa, je, wao mababu ambao wanaoongelea ni mababu au mababu ni miungu, aidha ni roho, ni namna gani, ni watu wa aina gani zaidi sana? Kama gisi ninavyowaeleza kwamba dini zote ni za uongo, na wengine wao watasema kwamba wanatoka katika dini hizo, alafu wanasema wataenda kuabudu sasa mababu, na wengine watasema kwamba unajua katika dini kuna mababu pia ambao tuko nao sisi, tunaabudu mababu zetu ambao wako ndani ya Biblia, ndani ya vitabu. Lakini mkiangalia kabisa zaidi sana hao mababu ambao wanawaelezea, wani watagusia kuhusiana na mitume, manabii, mkiangalia taswira, picha, mwonekano ambao wanautoa kuhusiana na hao mababu ambao wanasema kwamba ni mababu zao kwa sababu wako ndani ya Biblia, mtakuja kuona kwamba huu mfanano haufanani kabisa na wale wanaongea hivyo ambao ni zaidi sana watu weusi ndio wanaongelea hapa. Kwa hiyo wale wengine ambao wanasema kwamba mababu zao ni Wamisri, kwamba turudi kwa Wamisri, turudi katika maisha ya zamani ya mababu zetu ambao ni Wamisri. Swali ambalo lazima wao wengine nao pia mpate kuwauliza ni akina nani hawa mababu zao? Je, ni huyu anayeongea hivi, wewe unayeongea kwamba urudi kwa mababu zako ambao ni Wamisri, ni mfano wewe umezaliwa na huyo babu ambao unayosema, kwa sababu lazima watu wajue babu ni nani hasa. Je, wewe unayenitazama, je, unaweza ukawa kwa wakati mwingine unaweza ukawa babu? Ndio aidha hapana? Walio wengi watasema kwamba inawezekana, inaweza ikawa hivyo. Je, mababu wana uwezo wa kiroho? Wana uwezo ambao kweli kweli
ambao watu wanachukulia kuwa uwezo wa hali ya juu ambao unashinda hata kwa wengine miungu ambayo inaabudiwa katika dunia hii. Maana walio wengi wengine wanasema kwamba mababu zetu wana nguvu zaidi sana kuliko hata miungu ambayo inaabudiwa, kwa sababu mimi nilikuwa mgonjwa, lakini huyo Mungu hakuniponya. Nikatoka huko nikaenda sehemu nikaomba mababu, na moja kwa moja nikapata majibu, ili kuonyesha kwamba mababu zangu wana nguvu zaidi sana kuliko hiyo miungu yote ya dini. Watu watasema hivyo, watu wataongea hivyo, lakini swali ambalo ni kujiuliza, maana ya neno babu ni nini hasa? Babu ni nani hasa? Mkiangalia katika mitandao ya kijamii, mkijiuliza sasa, mkiandika kwa mfano babu ni nani, wanaweza wapatia maelezo kadhaa kwamba ni mtu aliye kwenye chanzo cha familia ambayo wewe unatokana naye, yaani huyu ndio babu. Yaani yule mtu ambaye ni mwanzilishi, yule mtu ambaye ni chanzo cha familia hiyo, ambapo wewe ambaye unaongea unatokana na hiyo familia, huyo ndio nani? Huyo ndio babu yako. Na katika kutafuta, mnaweza mkaona kwamba kuna mnyama ambaye anaitwa mamut. Mamut wanasema kwamba ni babu wa tembo, yaani tembo alikuwa na babu yake nao pia, ambao wataita nani? Wataita mamut. Hilo pia wanaliongea. Kwa hiyo au kama jinsi ilivyosema, wanaojiita kwamba ni Wakemiti, wao wanasema kwamba warudi kwa mababu zao, wanaenda kuwaheshimu mababu ya hao Wamisri wenyewe. Je, wao wenyewe, ndio swali ambalo nimeuliza, je, wametokana na Wamisri wenyewe? Hilo ndio swali. Wengine wanaweza kusema kwamba kwa sababu wote ni weusi, hakuna shida, ni mababu zetu, twende polepole, twende polepole. Kwa sababu kama jinsi nilivyosema, tulivyoona hapa kwamba babu ni mtu ambaye wewe umetokana kwenye hicho chanzo chenyewe. Hicho ndio kitu ambacho watu wanatakiwa kukielewa. Sasa wao wanapoenda kuabudu, aweza kuheshimu, kutoa heshima zao kwa hao mababu wa Wamisri, je, wao wenyewe wametokana na familia hizo, aweza huu uzao wa Wamisri? Ndio, aweza hapana. Kwa hiyo hawezi ukaenda tu kusema kwamba naenda kuongelea kuhusiana na mababu, wakati wewe mwenyewe unajua kwamba huyu babu ambao unayesema sio babu yako, haujatokana na huo uzao. Sasa namna gani unaweza ukajipiga kwenye kifua na kusema kwamba yes, tunarudi kwa mababu zetu? Kwa hiyo swali ambalo liko pale, unaposema kwamba unaenda kuabudu babu, au unamheshimu babu, turudi kwa mababu, huyo babu unayesema wewe ni nani? Ni baba wa mama yako, au baba wa baba yako? Ni maswali ambayo watu wanatakiwa kujieleza na waelewe ni nini unaposema hivi. Wakati unaposema babu, unafikiria aina gani ya watu? Aidha ni mtu gani ambaye unaweka ndani ya ufahamu wako kwamba unaposema naenda kuomba babu, aidha naenda kuheshimu babu, aidha turudi kwenye ibada za mababu, huyo babu ambaye unafikiri unayeweka akilini ni babu gani? Kwa hiyo hizo ndio swali ambazo ni muhimu zaidi sana kabla ya kutenda, aidha kufanya kitu na kusema kwamba kiko hivi aidha kiko vile. Kwa hiyo kulingana na maana ambayo tumeona, unaposema kwamba mtu fulani ni babu yako, maana yake unatakiwa kuwa na uhusiano wa kifamilia na mtu huyo ambaye utamwita kwamba ni babu yako. Hawezi ukawa mtu ambaye uko Burkina Faso, sijui wewe ni Mkongomani, aweza Mtanzania, aweza Mkenya, Mganda na wengine, na kusema kwamba mababu zako ni Wamisri wale wako kule, kwa sababu wewe unaingia kwamba na mimi ni Kemiti, tunaenda kutetea mababu. Hilo haliwezekani, kwa sababu kunatakiwa kuwa na utaratibu ambao upo. Kwa hiyo watu wanaoongelea mababu wanaongelea mababu tu, lakini neno mababu halipo kama gisi wao wanavyochukulia. Yes, na msifikiri kwamba unaposema babu tu labda inapatikana tu kwa watu. No, historia ya kuhusiana na kwamba babu yangu haiko tu kwa watu, kwa sababu watu wamesha sahau mambo gisi yalivyo. Haihusiani tu na mababu kama gisi watu wanavyofikiri kuhusiana na upande wa watu ambao wako katika hali inaonekana. Kwa hiyo tutaenda kuonyesha pia kuna viumbe vingine ambavyo navyo pia viliwahi kuwa na mababu zao, kwa sababu tusisimamie tu kwenye watu, lakini pia tutaenda kugusia viumbe ambavyo vipo. Ndio maana mafundisho kama kawaida yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana na babu wa nyoka. Hapo mtaenda kujua babu wa nyoka ni nani. Maana mkisoma katika Biblia za kisasa, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, wanasema kwamba nyoka alikuwa mwerevu sana kuliko wanyama wengine wote wa nchi kavu. Sasa nyoka huyo alitoka wapi? Hawajawaambia ndani ya Biblia za kisasa ni wapi huyo nyoka alitoka. Hawezi wakawaambia.
Je, ina maana huyu nyoka wa Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa kwanza ndiye nyoka wa kwanza kuwepo? Ndio nyoka wa kwanza kuumbwa? Hizo ndio swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza. Ndio maana tunaenda kwanza kuangalia kipengele cha kwanza kuhusiana na babu wa nyoka. Kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 274 inasema, baadaye Njom, ndani ya mabano, nyoka huyu mkubwa dragon. Tunafunga mabano. Kwa hiyo kwanza lazima mwelewe kwanza Njomo ni nani. Njomo ndio yule nyoka ambao walichukua historia yake wakabadilisha, hata jina hawakubadilisha, wanaita tu nyoka tu, wakabadilisha mwonekano wake, wakasema kwamba huyu ndiye nani? Huyu ndio nyoka ambaye alienda kumdanganya nani? Mwanamke. Sasa anaelezea historia hapa, tunajua si mwingine, aliandika Ebotedi ni Moto mwenyewe, mtu wa kwanza katika hali hii inayoonekana. Kwa hiyo yeye ndiye atakayetoa historia halisi ya kile ambacho kinachotendeka, na tutaenda kuelewa kwamba upande wa wanyama, upande wa viumbe vingine, nao pia kuna mababu. Kwa hiyo baadaye Njom ambaye ni nyoka huyo mkubwa dragon aliungana na mwenza wake anayejulikana kwa jina la Jalatane. Jalatane ambayo itamaanisha chama, muungano, umoja. Tunafunga mababu. Na muungano wa kuungana huko ulizaa Mbomo wa kwanza. Yes, kuna mabano ambao baadaye wengi wataita Titanoboa, nyoka boa, chatu, anakonda na mengine mengi. Tunafunga mabano. Kwa hiyo wanaanza kutueleza kwamba huyu Njom alikuwa na mwenza wake ambaye ataitwa kwa jina la Jalatane, na Njomo maana yake ni sababu, lakini Jalatane itamaanisha chama, itamaanisha muungano, itamaanisha umoja. Sasa watakuwa na uhusiano, watazaa watoto, na mtoto wao, aidha watoto wao wataitwa ni Mbomo. Na hizo Mbomo katika kipindi hicho ni Mbomo ilijulikana hivyo, lakini watabadilisha baada ya miaka kadhaa, wataita njo hao wa nyoka ambao mnaweza mkaona kwa wakati huo, wengine Titanoboa, nyoka boa za chatu, anakonda na mengine mengi. Wewe naendelea kusema kwamba Njom, nyoka kubwa dragon, alikuwa pia babu wa nyoka wasio na miguu, kuna mkato, wasio na sumu na nyoka wenye sumu. Kwa hiyo katika dunia hii, nyoka yoyote ambayo utaona kwamba huyu ana sumu, aidha hana sumu lakini hana miguu, yani tambua moja kwa moja kwamba ni uzao wa nyoka huyu ambaye ni Njom, ambaye watachukua historia yake wakaweka katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3. Tambueni hivyo. Kwa hiyo nyoka, kwa sababu kuna aina zingine za nyoka ambazo zina miguu. Yes, kuna aina za nyoka, kwa mfano kama vile kuna aina za mijusi mikubwa zaidi sana, utafikiri ni nyoka tu lakini ana miguu. Kwa hiyo nyoka yote yule ambaye unajua kwamba unamuona hana miguu, tambua kwamba huo ni uzao wa nani? Uzao wa Njom. Lakini tofauti ni kwamba nyoka mnazoziona kwa wakati huu hazina uhusiano wowote kabisa na nyoka wa kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Yaani ni aina nyingine, kwa sababu kuna nyoka wengine ambao wamekuja baada ya miseto tena hivyo hivyo, wakaingiliana mambo kama hayo. Kwa hiyo kukawa na utofauti zaidi sana wa namna ilivyokuwa hapo awali na wakati huu. Kwa hiyo wawe nyoka wenye sumu, wasio na sumu, lakini ambao hawana miguu, hawana mikono ndio tukasema hao ni uzao wa Njom. Babu yao ndiye nani? Ndiye Njom. Kwa hiyo sio mtu tu anayeweza kuongelea kuhusiana na swala la mababu. Je, hao nyoka nao pia watamwabudu huyo Njom? Hilo ndio swali ambalo watu wanajiuliza. Tunaenda kwenye kipengele cha pili, babu wa swala. Babu wa swala. Ebotedi sura ya kwanza mstari wa 349 nasema, siku moja Mawala, mmoja wa wajukuu wa Pongise, kuna mabano, ambaye ni mmoja wa wazao wangu. Huyu anayeongelea hapa ni Moto, anaongelea kuhusiana na Mawala. Alikuwa karibu na ziwa lililoko msituni, si mbali na nyumba yao ya kifahari iliyo na umeme. Ghafla aliona mnyama, yani mamalia, ambaye ni ngolo. Kuna mabano, mmoja wa mababu wa swala. Tunafunga mabano. Ngolo huyu anajulikana kwa jina la Onjoma, yani kwa sababu ya. Nitawaambia kwanza ili mpate kujua historia ilikuwa namna gani. Hapa ilitokea wakati fulani ambapo Mawala ambaye ni mjukuu, ni mmoja kati ya wajukuu wa Pongise ambao wataita Kaini, na Mawala ndiye watakaita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Lameki. Kwa hiyo huyu mnyama Onjoma, ambaye maana yake Onjoma maana yake ni kwa sababu ya, alimsalimu. Wakati alipomsalimu
Sasa yeye Mawala akasikia tofauti, akafikiri kwamba huyo mnyama amekufuru, ametoa maneno ya kufuru. Sasa kutokana na hilo, yeye kwa sababu alikuwa na mlango ambao alikuwa ameufungua yeye Mawala, hivyo hakuweza kuelewa zaidi sana kile ambacho Onjoma alikuwa amekiongea, lakini pia kulikuwa na msongamano wa upepo kidogo, kwa hiyo ukamvuruga, akafikiri kwamba labda ametoa maneno ya kufuru. Alichokifanya ni kitu gani? Akaenda moja kwa moja kwa babu yake ambaye ni Pongise, ili kwenda kushtaki, kutoa mashtaka kulingana na kile alichokisikia kutoka kwa Onjoma. Ndipo sasa wakajipanga ili kwenda kumtafuta Onjoma, kwa sababu haja afanye nini? Ajitetee, aseme kwelikweli, je, alikufuru? Ndio, aweza hapana. Kwa hiyo wakati wa kwenda kumtafuta, ndipo mambo mengine yakatokea huko. Tunajua chochote kile ambacho kilitokea, akamuua babu yake, kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa hawajawaelezea namna gani Kaini alivyofariki, lakini hapa tumeshawahi kutoa hayo mafundisho zaidi sana kuhusiana na namna gani Pongisi ambayo wataita Kaini alivyofariki. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza, kuhusiana pia kuonyesha kwamba sio tu upande wa watu ndipo unaweza ukaongelea kuhusiana mababu, hata wanyama, yani viumbe vyote ambavyo vimeumbwa, ambavyo vipo, ujue kwamba navyo pia vina mababu zao. Hilo mnatakiwa kulielewa. Sasa swali ambalo lipo, je, nao pia wanaabudu mababu zao? Ndio, waweza hapa, aidha wanawaita, ndio, waweza hapa. Tutaenda ili kwenda kuelewa. Kwa hiyo kipengele cha tatu, mababu katika uwanja wa watu, yani kuhusiana na watu sasa. Na kuna mababu, kuna aina mbili za mababu. Yes, kuhusiana na watu kuna aina mbili za mababu. Tutaenda kuwaelezea kuhusiana na hao mababu wanaoitwa mababu, namna gani unaweza kuwa babu, na mababu hao wanaishi wapi, kwa sababu kila mara mtu anasema mimi babu yangu alinijia, au babu yangu nilimwota, au babu yangu naenda tuombe mizimu ya mababu. Hiyo yote mizimu ya mababu ni nini hasa? Dhahiri sana. Kwa hiyo mnatakiwa kuwa makini zaidi sana wakati mnapozungumzia kuhusiana na masuala ya kusema kwamba babu ni nani hasa. Kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 371 hadi 373 inasema, Mawala na mdogo wake Dibokimene walipokaribia kuona kama kweli alikuwa Onjoma, yani nyama, kwa ajili ya Dibokimene na kwa Mawala mmoja wa wazao wa Njom, joka kubwa dragon, Mawala alistuka kabisa. Aliingia katika hali ya kuchanganyikiwa na kutoa vilio vikubwa vya hofu na maumivu. Kuna mabano, roho wa sheria ilikuwepo. Kwa hiyo Mawala, kama jinsi nilivyosema, wakati walipoenda sasa porini ili kwenda kutafuta Onjoma ili aje naye pia ajitetee ikiwa kulikuwa alitoa maneno ya kufuru, ndio aweza hapana, alafu wajue namna gani hayo mambo yatakavyomalizika. Lakini katika kutafuta, na wanajua kwamba wao pia walikuwa wamebeba silaha zao, kwa sababu silaha sio tu bunduki, silaha hata kisu nini, zote ni silaha. Walikuwa wamejihami kwa silaha, kwa sababu kulikuwa uzao wa Njom ambao ulikuwa pale, unaweza ukawakuta na wanaweza wakauliwa. Kwa hiyo walikuwa wamejihami kabisa kuhusiana na hilo. Sasa kikatokea wakati ambapo babu yao akaenda upande mmoja, Mawala na mdogo wake wakaenda na wengine upande mwingine. Sasa wakaona kivuli, kwa sababu kulikuwa kulikuwa kama vile kidogo kulikuwa giza kidogo, na wakati huo kweli watu walikuwa na uwezo wa kuona katika giza, lakini kwa Mawala ilikuwa kitu kingine ambacho kilitokea, hakuona vizuri. Sasa wakati mdogo wake akamwambia kwamba bwana, yule mnyama, yani ni Onjoma, alikuwa Onjoma, lakini yeye akafikiri kwamba labda mdogo wake kwanza alisema kwelikweli ni Onjoma, lakini tena akafikiri kwamba labda amemaanisha kwamba ni uzao wa Njom, kwa sababu unasikia Njom na Onjoma ni kama maneno ambayo yanafanana. Sasa anapofikiri kwamba ni Njom, uzao wa Njom, tayari atakuwa tayari ili kufanya nini? Kujilinda, kujitetea. Sasa hakuangalia vizuri, na moja kwa moja akatupa kisu ambacho alichokuwa nacho, nikaenda kushika kuangalia hivyo, akaja kuangalia kumbe ameua nani? Ameua babu yake ambaye ni Pongise, bila kukusudia. Hiyo historia ilienda namna hiyo. Sasa hapo wanaendelea kusema kwamba Mawala aliamini kuna mabano. Wakati huo yani alikuwa akimfikiria kwanza Onjoma na kisha pili uzao wa Njom, joka kubwa dragon, kwamba alikuwa amemlenga mmoja wa wazao wa Njom, joka kubwa dragon, kwa neno la mdogo wake Dibokimene kwenye kichaka. Lakini kwa kweli alikuwa amemuua babu yake Pongise bila kukusudia,
kwa kisu kikubwa. Kwa hiyo moja kwa moja hapa babu ambaye ni Pongise anaongelewa na herufi, anaandikwa na herufi ndogo b ndogo, babu. Yani hiyo babu ni b ndogo. Kwa nini herufi ndogo kuhusiana na babu huyu ambaye ni Pongise? Kwa sababu natakiwa kuelewa utofauti ni upi kati ya babu na b kubwa ambayo ni herufi kubwa, aidha babu na herufi ndogo ambayo ni b ndogo. Lazima kuwepo, na ndio maana tukasema kwamba kuna aina mbili za mababu kwa upande wa watu. Babu kwa herufi ndogo, yani ni mababu ambao hawakuwa na maisha mazuri. Naposema maisha mazuri, sio kwamba labda kutokuwa na pesa aidha namna gani, no. Yani maisha yao hayakuwa kulingana na ukweli. Yani mababu ambao walitembea kufanya mambo ambayo si mazuri, mambo ambayo yako zidi ya ukweli, ambao hawakutembea kulingana na ukweli, yani mambo ambayo utakuta kwamba yani ikiwa ni mitaala nini, kufanya mambo ambayo ni ya uzinzi, mambo kama hayo, yani kutokuwa hata na hekima katika hayo mambo, utakuta hao ndio mababu waliokuwa wakifanya hayo mambo. Sasa ndio maana hapo wakati huu itakuwa ni bei ndogo. Sasa kwa upande wa Pongise, kwa sababu Pongise tunajua kitendo alichokifanya. Kitendo alichokifanya ni kwamba alimuua mdogo wake, hilo tunalijua. Sasa wakati ambapo mjukuu wake alipomuua bila kukusudia, wakati huu alikuwa kama vile babu ambaye ni b ndogo, herufi ndogo b. Ina maana kwamba alikuwa bado hajapata utakaso, alikuwa bado hajapata kuwa babu na b kubwa ambayo za herufi kubwa b hapo wakati. Ndio maana b hapa iko kwa herufi ndogo. Sasa kwa hiyo hao wote watu wanaosema kwamba wanaabudu mababu, sijui waende kuwaheshimu mababu, hao wote wa Kemiti ambao wanajiita hivyo, tambueni kwamba mababu ambao wanao waabudu waweza kuongelea ni mababu kwa b ndogo, ambao hawakuwa na maisha ya kiroho, hawakutembea kulingana na ukweli, hawakuwa watu ambao ni wazuri, watu ambao hawakujua ukweli uko namna gani. Huu ndio tofauti. Nafikiri kwamba nyote mnaonitazama kwa wakati huu mnajua kwamba munao mababu zenu. Hiyo ni kweli, munao mababu zenu. Wewe unanitazama una babu yako, hiyo ni kweli. Lakini kitu ambacho usichokijua ni kwamba babu yako kabisa wa kwanza alikuwa ni mweusi, alikuwa ni mweusi. Sasa hao babu ambao wanaosema kwamba wewe una babu yako na babu yako, je, huyo babu yako unafikiri kwamba alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo kwelikweli wa kiroho kama jinsi unavyofikiria? Inakuwa namna gani katika hali inaonekana babu yako ambaye mnaishi naye kama kawaida, yani anaweza kuwa mdhaifu, hana chochote, hana nguvu yoyote, ni hivyo. Sasa wakati anapofariki ndipo unaanza unajihisi kwamba ana uwezo, unajihisi kwamba anaweza kukusaidia, unaanza kuhisi kwamba labda ana nguvu zingine. Hizo nguvu kwa mujibu wako zitatoka wapi? Kitu ambacho yako ukifanya angali bado hai, hajakusaidia wakati huo, hizo nguvu zitakuja mara moja, zinatoka wapi? Moja kwa moja. Kwa hiyo tutumie busara katika ya mambo. Lakini pia wewe ambaye unaye nitazama, ujue kwamba siku moja na wewe pia labda utaitwa babu, si ndio? Labda utapata wajukuu na baadaye utaitwa babu, inawezekana. Sasa swali la kujiuliza, je, hao wajukuu wako watakapokuwa wanaongelea kwa mfano kuhusu wewe ambaye ni babu yao, je, wanaweza wakaongelea kwamba aidha tuseme waende kukuomba kwa sababu una nguvu, aidha wakati wewe mwenyewe tunajua kwamba muda wote ambao uliishi katika hali inaonekana ulikuwa una uwezo, hauna nguvu, yani ulikuwa mtu tu ambao kawaida tu, lakini kwa sababu umefariki ndio watu waende kuomba, alafu ili iwe nini? Kwa hiyo ndio maana Afrika watu walio wengi watasema kwamba ni vyema kurudi katika ibada za mababu, kwamba ni vyema kunapokuwa na tatizo, ni vyema kuomba mababu. Na kweli walio wengi wanaenda wanafanya hivyo. Kwa mfano una matatizo, wewe nenda kuomba tu babu yako, kila kitu kitakuwa vizuri. Nenda kwenye kaburi, fanya hivi, fanya vile, chukua maji, jimwagie, aweza fanya hivi, kata mambo kama hayo, alafu wanaenda. Na kweli wanapokuja huku, wanapolala wanakuja kuona kwamba babu yao amewatokea. Tatizo ni nini? Ulienda kuniomba, ulienda kunihita, mimi niko na tatizo fulani, mtoto wangu yuko hivi, aidha mimi mwenyewe niko hivi. Basi
nenda fulani sehemu fulani, kuna mmea huu na huu, uchukue, osha, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, halafu utumie, na mtoto atapona. Hata kama ni wewe utapona. Na mtu anafanya hivyo kweli, inafanya kazi, watu wanajiuliza si mnaona? Kwa hiyo mtu alikuwa anaenda kanisa huko kuomba Mungu, Mungu, Mungu labda amsaidie. Mungu hakuweza, lakini mababu zangu wana nguvu kuliko huyo Mungu. Lakini kitu ambacho nitakwambia kwamba sio babu yako, bali ni demon ambazo zinaitwa demon za ukoo, ambazo zinachukua muonekano wa babu yako. Inaweza ikachukua hata sauti, inaweza ikakuwa hata harufu ya babu yako, na hautaona hizo demon kwa macho ya kimwili. Itakuwa kama vile ni ndoto, unaona picha, unaona kabisa ni babu yako yule ambaye wewe ulikuwa umemfahamu kabla ya kufariki kwake. Kwa hiyo mababu ambao nyinyi mnafikiri kuwahita, aidha kuwaomba, mwelewe kwamba hao mababu hawana hata uwezo hata kidogo. Yes, ndio maana wewe unayenisikia, ikiwa haukubali mafundisho haya ambayo tunayatoa, haya mafundisho ambayo yanatoka kwa mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula 100, na kwamba ukafariki, wajukuu wako usifikiri kwamba hata kama watakuja kwamba waombe babu yetu kuja kutusaidia za mengine, wewe utakuwa hauna ufahamu wowote na hawezi wakasikia chochote, kwa sababu haukuwa katika ukweli. Hilo ni jambo la kwanza ambalo natakiwa kulielewa, ndugu yangu. Kwa hiyo Pongise alipofanya alichokifanya kwa mdogo wake, kama jinsi nilivyosema, baadaye sasa alipata watoto na baadaye akapata na wajukuu. Sasa kutokana na kitendo alichokifanya Pongise, muda huo yeye hakuweza kuitwa babu kwa herufi kubwa kutokana na matendo ambayo aliyotenda. Kwa hiyo mtu wa kwanza kabisa aliita babu yake nani? Yaani mtu wa kwanza kuwepo babu yake tuseme alikuwa nani? Maana ni vizuri jinsi mnavyosema kwamba turudi kwa mababu. Okay, mababu gani? Na huyu babu yako naye pia alimwomba nani? Na huyo babu yako naye pia akaomba nani? Na yule babu ya sasa, yule babu wa kwanza yeye aliomba akina nani? Alitegemea nani hasa zaidi sana? Hayo mambo walio wengi hawawezi wakayaongelea. Sasa kwa hiyo kabla ya kuingia katika mambo msioyafahamu, ni vema zaidi sana kutumia mantiki na busara ambayo kila mmoja amepewa. Kwa hiyo sasa, weusi ambao, mfano weusi waliopitia utumwa, kwa sababu kuna watu ambao wanasema kila wakati, nyinyi weusi mnasema kwamba mna nguvu na nini, kwamba sijui mna miungu za mababu zenu wanafanya kazi. Kwa nini wakati ambapo ni wa utumwa hao babu zenu hawakujitetea? Kwa nini walifungwa pingu? Kwa nini walienda kutumikishwa makazi ambayo ya ajabu, na nyinyi wanasema kwamba wao mababu zenu mnawaomba kwamba wana nguvu, wakati wao wenyewe waliposhikwa, walipobebwa, hawakuwa na cha kujitetea tena. Walikuwa kama vile, yani wanabebwa kama vile watu ambao hawana hata akili. Mtu mmoja anaweza, yani mkoloni mmoja anaweza akadhibiti hata watu 20 50, na wanashindwa hata kujitetea, hata kuna namna gani kumchukua, sisemi kwamba wamuue, lakini inakuwa namna gani? Sasa nyinyi mnakuja mnasema kwamba mtaita babu zenu ili waje wawasaidie kwa sababu mko katika matatizo. Wenyewe hawakujisaidia, wenyewe hawakuweza kujisaidia. Sasa watakuja kuwasaidia kwa sababu wameshafariki, ndio wawasaidie ili iwe nini? Kwa hiyo haya ndio maswali ambayo watu wanajiuliza, sasa kwa nini nyinyi mnasema kwamba babu walikuwa wapi wakati ambapo ukoloni ulipotendeka? Kwa hiyo hawa mababu hao ambao waliopitia katika ukoloni ndio mababu ambao ni na bi ndogo tuseme, yaani mababu ambao wakutembea kulingana na ukweli, ambao walikuwa wakifanya mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo huyo babu yako ambaye wewe utaabudu, huyo babu yako ambaye wewe utaomba, ambaye atakwambia kwamba fanya hivi, tamka formula hii, aidha ufanye hivi, hao wote ni babu kwa herufi ndogo, ni bi ndogo. Maana huyo babu yako ambaye unafikiri hana maarifa, alipo, hana ufahamu kwamba yupo. Hata kulala siwezi kusema kwamba amelala, kwa sababu kulala ni kama vile kweli unafahamu, unaweza kaota za namna gani. Na huyo babu ambaye unaita babu, wenda wewe kwa wakati labda una akili sana kuliko hata babu yako. Labda babu yako alikuwa mjinga kweli wa hali ya juu, wenda wewe labda hata ni mzuri kuliko hata babu yako, inawezekana lakini utaenda kuomba mtu ambaye yeye mwenyewe huweza hana, hata wakati alipokuwa katika inaonekana hakuwa anaweza hata kujitetea yeye mwenyewe. Sasa kwa nini uingie katika hiyo hali? Kwa hiyo sasa, aina ya pili ya babu, hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza ya babu ambayo ni babu na bi ndogo. Sasa aina ya pili ya babu ambayo itakuwa sasa na bi kubwa ni
kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza sura ya 389 ambayo inasema nilimuua Pongise bila kukusudia, ambayo wataita Kaini babu yangu. Kwa hiyo hapa tayari anayeelezea hapa tena ni Mawala. Hapa sasa yuko na dada zake ambaye ni wake zake, anaanza kuambia kwamba mimi niliua babu yetu yule Pongise ambaye mnajua yule, ni mimi ndio nilimuua, lakini sikukusudia. Alafu anaandika hapa babu na herufi kubwa, ambaye anaandika babu yangu, kuna mabano yetu mwanaume, kwa kusikiliza bila kuchunguza, na Dibukimene mdogo wangu, aiza wetu katika mabano kijana kwa jeraha langu. Maana yake ni nini? Tunaona kwamba sasa Pongise ni babu na B kwa herufi kubwa kabisa, lakini wakati tuliposoma katika kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza sura ya 373 ilikuwa ni babu kwa herufi ndogo, lakini kwa sasa hivi inakuwa namna gani kwamba tunasoma sasa herufi kubwa? Je, kuna mkanganyiko? Ndio aiza hapana? Kwa hiyo wakati Mawala katika kipindi hicho alipoongea, alipomuua babu yake bila kukusudia, Pongise alikuwa bado, yani babu yake alikuwa bado babu ya B ndogo, yani ilikuwa ni B ndogo. Lakini baadaye sasa, kwa sababu alikuwa katika siri, alijua kwamba alipata utakaso, alipata msamaha, alafu wakati huo yuko katika agizo kula vitu, yani amepata ile neema ambayo inayobadilisha, akapata mwili tukufu. Na ndio maana akasema, akaandika, sasa ikaandikwa Pongise alikuwa babu yake kwa herufi kubwa. Kwa hiyo wakati huo watu wanaosema kwamba wanawaita mababu zao kwa wakati huu ambao tupo sisi, muelewe kwamba hao mababu zenu hawasikii chochote, maana ni kama vile wamelala, na si hata kulala, kwa sababu mababu zenu hawana ufahamu wowote, kwa sababu hawakutembea kulingana ukweli. Mababu ambao wanaweza kusikia vilio, wanaweza kusikia maombi, sio kwamba kuabudiwa, hapana, ni mababu ambao ni walioanzishwa. Kwa hiyo mababu wanaoongelewa hapa ambao wanaweza wakasikia ni mababu walioanzishwa. Ina maana kwamba wapo waliokuwa katika ukweli wa neno la lugha, na sio ukweli mwingine ambao unasema kwamba ni mababu ambao waliwahi kuingia katika, walikuwa wanaamini Yesu, sijui madini zingine, na hii dini zote ni za uongo. Kwa hiyo hao ndio mababu ambao wanaweza mkawaita na wakasikia na wakaja. Sasa wewe utamwita namna gani na ikiwa hauwezi ukashika mawimbi yake? Unaona? Kwa hiyo hao mababu sio kama hao, kwa sababu hao ndani ya Biblia za kisasa wamebadilisha majina ya mababu zetu. Sasa utaenda kumuita nani? Kwa sababu majina yamebadilika, na ndio maana lazima mtu aende kwenye chimbuko, kwenye chanzo, ili kujua ya mambo yote yako namna gani. Sasa ndio maana kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza sura ya 425 nasema, muda mrefu baada ya matukio haya na vipindi hivi vya kuangaza, mimi na Muto bado tulikuwa na wana na binti ambao walikuja kuwa mababu wa sehemu ya walioanzishwa, ambao waliokolewa walipokwenda kuelekea Wumse katika chombo kikubwa chenye umbo la piramidi, kuna mabano, kilichokuwa na umeme, tunafunga mabano mkato, makao ya ajabu, ili kuepuka maji makubwa kuongezeka kwa gharika. Kwa hiyo Moto anaeleza kwamba alipata watoto baadaye tena, na watoto hao walikuja kuwa mababu na B aidha M kubwa, kwa sababu ni wingi, mababu na M kubwa wa sehemu ya walioanzishwa ambao waliookolewa katika kipindi cha gharika. Kwa hiyo mababu ambao walitembea katika ukweli wa neno lake Lubatiti, ambao wanatembea katika ukweli, tunaweza tukasema kwa wakati huu, ambao wamefariki katika kifo, walifariki kifo cha kimwili na si cha kiroho, na wengine kunyakuliwa, ndio mababu kwa herufi kubwa, hao ambao tunaongelea. Sasa nyinyi mlio katika uongo hamwezi kumuita, aweza kuita hao mababu zetu ambao waliofariki katika ukweli. Hilo haliwezekani, kwa sababu hamko katika mawimbi yao. Kwa hiyo nyinyi mtasema mnaita mababu, lakini hamuita hata wale ambao hawakuwa katika ukweli, hawawezi kuja kwa sababu hawana ufahamu wowote. Kwa hiyo unapokuwa katika ndoto unaota kwamba sijui babu yako amekuja amekusaidia hili na hili, tambua kwamba ni roho ya ukoo, ni demon za ukoo. Ndio maana kitabu cha Benelambo ambao kita Kenani sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, mba, yani mimi Benelambo mwana wa Mumi na mjukuu wa Longa. Longa mwenyewe alikuwa mmoja wa wana waliotokana na Moto na Muto babu yetu. Luba, kuna mabano, Moto na Muto, mkato umoja kwa wote. Maana nini? Kuhusu watu weusi kitu msichokijua ni kwamba
Kila mweusi ni kweli anaye babu yake, kwa sababu wewe umezaliwa, si ndio? Una baba una mama, na baba yako alikuwa anaye baba na mama, hivyo na hivyo, hao ni mababu zako. Hilo hatujakataa, okay, hilo linaeleweka vizuri. Bali kuna babu mmoja ambaye ni babu wa weusi wote. Kuna babu mmoja ambaye ni babu wa weusi wote, yaani weusi wote wametokana na huyu babu. Ndio maana watu weusi ni mtu mmoja, watu weusi ni familia, lakini walio wengi hawataki kuelewa hilo jambo. Wanaangalia tu lugha, kwa sababu huyu anaongea lugha ambayo mimi nasikia, huyu ni wa nchi yangu, huyu akiongea hii lugha no, ameshakuwa wa mbali, sio wa kwangu, sio wa kwenu. Rudieni kwenu, nyote mko mtu huyu mmoja, muna babu yenu mmoja, muna bibi yenu mmoja. Sisi watu weusi bibi yetu ni mmoja, babu yetu ni mmoja. Hilo ni jambo, wengine wanaweza kakataa, hilo ni tatizo lao, lakini ukweli ndio huu, mtu mweusi ametokana na mtu mmoja, wote ni familia. Ndio maana nikasema kwamba kuna babu wengi, ni kweli, kwa sababu tumetokana na baba na mama, wengine hivyo na hivyo, ndio maana tunaweza tukaita hao wote ni babu zetu, lakini babu yetu sote watu weusi ni mmoja, na yeye ni nani? Sasa mnaposema kwamba mtaenda kuwaheshimu mababu zenu, je, mnajua maisha waliokuwa nayo hao mababu zenu, ambao watasema kwamba tutoe heshima kwa mababu zetu? Utaenda kutoa heshima kwa mfano kwa jambazi ambayo ilikuwa ni jambaka kwelikweli, kwa sababu ni babu yako? Je, utaenda kutoa heshima kwa mtu ambaye alikuwa na hali ambayo ya ukatili, ambaye ananyanyasa watu, ambaye anafanya ufisadi, ambaye hakuwa na maadili mema? Itafaa kitu gani ndugu zangu? Ambaye alikuwa ni muuaji, itafaa kitu gani? Na mengine mengi. Kwa hiyo babu wa kwanza katika upande wa watu weusi ni Moto, ambaye watachukua historia yake, watabadilisha ndani ya Biblia za kisasa, watamwita kwa jina la Adamu aiza Adama. Kwa hiyo weusi wote, mkubali au hapana, babu yetu ni mmoja ambaye ni Moto. Ili mnatakiwa kuelewa vizuri, na hapo ndipo mtajua utambulisho wenu kamili. Ndio maana kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza sura ya 311 inasema, na nikaona dibau, yani ofanimu yenye nguvu kusafirisha roho ya mtu, kuna mabano mweusi, na kuirudisha kwenye mahali pa asili pa roho ya Moto, babu yetu sisi, katika moja ya makao ya hali isiyoonekana. Kwa hiyo hapa anaelezea kwamba ndiye babu yetu sisi ambaye ni Moto, ni bi kubwa, kwa sababu Moto njo roho, huyo ndio tena tuseme ndio babu yetu sisi wa kwanza kabisa. Kitabu cha Sango sura yake ya kwanza sura ya 436 inasema, mimi Sango nilikuwa babu hapana, Sango ni kitabu cha Sango sura yake ya kwanza sura ya 436, lakini anayeongea hapa ni Senga, hapana Sango. Anasema mimi Senga ndiye watakayebadilisha historia yake, wataita Ishmaeli. Watasema kwamba alikuwa Mungu, sijue alikuwa babu wa Waarabu nini, mambo kama hayo. No, wote ni uongo. Senga alikuwa ni mweusi ambaye wataita Ishmaeli. Nilikuwa babu wa watu weusi wenye nguvu walioishi katikati ya jangwa. Kwa hiyo wale ambao wanaoitwa kwamba wanaishi katika jangwa kwa wakati huu, mjue kwamba hapo walikuwa weusi, ndio walikuwepo tangu zamani, nao walikuwa ni uzao wa Senga ambaye wataita Ishmaeli, na wote walikuwa ni weusi. Kwa hiyo Ishmaeli ambaye ni Senga alikuwa babu, na ni babu hadi muda huu kwa bi kubwa, kwa sababu alitembea kulingana na ukweli wa neno lake Luba Tete. Hilo ndio mnatakiwa kulielewa. Ingawa watabadilisha historia yake, wengine watachukua dini zingine, zitachukua hao ni wakwetu, hadi wakwetu, yeye ndio watawakilisha hao, hayo ni mambo yao, lakini alikuwa mtu mweusi na hakuitwa Ishmaeli bali aliitwa Senga. Kwa hiyo hakuna mtu hapa duniani ambaye anaweza kuzungumza na babu ambayo ni herufi kubwa B katika herufi hiyo kubwa, isipokuwa tulio naye kwa wakati ambaye ni muledi kwa wakati huu. Hilo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo ikiwa watu hawawezi kuzungumza na babu ambaye alifariki kulingana ukweli aliyonyakuliwa, sasa namna gani utaongea na babu kwa herufi ndogo ambaye hana ufahamu, halipo? Ni kazi bure. Wanasema kwamba huyu anayeitwa Yesu, walio wengi wanasema kwamba hakuzaa, walio wengi. Maana yake hawezi kuwa babu wa mtu yeyote kwa sababu hakuzaa hata mtoto hata mmoja. Sasa swali ambayo najiuliza ni kwa nini mnamuomba? Twende huko. Wamisri ambao
mnasema kwamba ni mababu zenu, nyinyi Wakemiti walio wengi, nyinyi sio wa Misri. Mnasema pale Hotep, Hotep, Hotep. Huyu Hotep ni nini? Kwa sababu mnatakiwa kujua mambo. Ni vyema kwanza kufahamu historia ya Wamisri. Wale waliojenga kwa mfano piramidi pale Misri, mnafikiri ni akina nani? Ni kweli ni weusi, lakini ni mababu katika herufi ndogo, kwa sababu walikuwa waabudu sanamu, hawakuwa katika ukweli. Kitabu cha Ebutedi sura ya kwanza sura 425 nasema, muda mrefu baada ya matukio haya na vipindi hivi vya kuangaza, mimi na mto bado tulikuwa na wana na binti ambao walijulikana kuwa mababu wa sehemu ya walioanzishwa, ambao waliokolewa walipokwenda kuelekea Wumse katika chombo kikubwa chenye umbo la piramid, yani kilichokuwa na umeme, makao ya ajabu, ili kuepuka maji makubwa kuongezeka kwa gharika. Kipengele cha 4, asili ya babu wa kwanza na aina 4 za uwepo wake. Hapa ndipo mtajua sasa nani babu wa kwanza wa watu weusi. Nimesema ni nani? Ni Moto. Sasa hapa tunaenda kuchunguza sasa asili yake, ametokana na nini, alianza namna gani? Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 506 inasema, Moto babu yako, kwa sababu anayeongea hapa ni roho wa agizo kula vitu ambaye anamwambia Dubise. Tunajua kwamba kulikuwa Dibangale na Diedi ambao waliompeleka akaona mambo mengi katika ulimwengu wa kiroho. Moto babu yako alidhihirishwa, alihumbwa sawa na sisi. Sisi ni wao roho za agizo kula vitu, kuna mabano DNA ya kiroho ya pamoja kwa viumbe vyote vya hali isiyoonekana ambavyo ni roho za agizo kuu la vitu. Maana yake ni kwamba babu yake watu weusi ambao ni sisi watu weusi, ambaye anaitwa kwa jina la Moto, yeye hakutokana tu na udongo. Hapana, hakutokana tu na udongo. Yes, maana katika asili kabisa Moto ni roho wa agizo kula vitu, yaani mwe mnaita malaika, ni roho wa mwisho kuumbwa Moto. Kwa hiyo Moto ana nguvu kuliko hiyo miungu yote ya dini ambayo mnaabudu. Sikilizeni kwa makini. Moto tu, mtu ambaye mnaita kwamba mnabadilisha jina lake, anaitwa kwamba Adamu, Adama, ana nguvu kuliko miungu yote ambayo inaabudiwa katika dunia hii. Hilo mnielewa. Kwa hiyo babu wa watu weusi, kutokana kwamba yeye ni roho wa mwisho kuumbwa, sasa atazaa watoto. Mnafikiria watoto watakuwa akina nani? Na watoto wake nao pia uzao wake Moto atakao wazaa watakuwa na uwezo ulio juu hata wa miungu yote ambayo mnayoiabudu kwa wakati huu. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa. Huyu ndio mtu mweusi ambaye tunaongelea. Kwa hiyo sasa ndio maana kitabu cha Zaburi, nafikiri kama sijakosea, ya 82 ndani ya Biblia za kisasa, wanasema kwamba Mungu amesema, nyinyi ni miungu wana wa aliye juu. Ninyi ni miungu wana wa aliye juu, lakini mmekufa kama wanadamu, kwa sababu wanadamu ni wale ambao si weusi. Kwa hiyo anaelekeza, anaongea na watu weusi kuambia kwamba nyinyi ni miungu na wana wa aliye hai, wa aliye juu. Sisi tuko zaidi ya miungu yote ambayo inaabudiwa. Watu weusi, mtu mweusi akijitambua ataelewa hiki, na haya ndio mambo ambayo Shetani Mlima Bobe na kikosi chake hawataki watu weusi wapate kupenya, hawataki watu weusi wajue hilo. Kwa hiyo watoto wa Moto, uzao wa Moto ambao ni watu weusi wote, nao pia ni miungu ambayo ina nguvu, lakini haijui, imepotea kabisa. Walio wengi wamepoteza, hawajui utambulisho wao. Sasa swali ambalo tutajiuliza ni kwamba kwa nini ndani ya Biblia za kisasa Adamu huyo ambaye wataita Adamu alipewa mamlaka juu ya wanyama wote, wakati tunajua kwamba wanyama waliumbwa kabla yake? Jiulize, hamjawahi kujiuliza hivi? Kwa sababu kikawaida huyu Mungu anaheshimu haki ya mzaliwa wa kwanza, na ndio maana kitendo cha Kaini kuacha tu haki yake ya mzaliwa wa kwanza kumpatia mdogo wake ambaye ni Yakobo, hicho kitendo kilifanya nini? Kilimchukiza Mungu ndani ya Biblia. Hapana mzaa, hadi akasema mimi namchukia kabisa Esau, namchukia namchukia Esau na mimi nampenda Yakobo. Kwa sababu alifanya nini? Kwa sababu hakuheshimu haki ya mzaliwa wa kwanza. Sasa ikiwa huyu Mungu anajua hivyo, sasa inakuwa namna gani wanyama ambao wamekuja kabla ya huyu Adamu ndani ya Biblia za kisasa? Kikawaida, ikiwa wanyama ndio wamekuja, wanatakiwa kuwa wakuu kuliko Adamu. Lakini cha kushangaza, Mungu tena anasema nini? Wewe Adamu ndio utakayefanya nini? Utawatawala hao wanyama wote.
Sasa swali la kujiuliza, kwa nini iwe hivyo? Kwa nini yeye Adamu asiwe kama vile mdogo, asiwe na hiyo heshima? Kwa nini iwe hivyo? Wengine watasema kwamba ya imani, kwa sababu huyu Adamu aliumbwa kwa umbo, aweza kwa sura ya nani? Ya Mungu. Lakini mi nawaambia pia, nanyi ukisoma kitabu cha Ufunuo mtakuta kwamba kuna maserafi wane ambao wana vichwa ya wanyama, simba, sijui nani, dubu, weza nini, wana hivi. Kwa hiyo kuonyesha kwamba katika ulimwengu wa kiroho dhana hata ya wanyama ilikuwa tayari imesha kuwepo. Sasa inakuwa namna gani Adamu apewe mamlaka juu ya wanyama? Ndio maana hapo ndio mtaelewa kwamba kulingana na ukweli, huyu moto yeye ndiye roho wa mwisho kuumbwa. Kwa hiyo alikuwepo tayari kabla ya kuja katika hali hii inayoonekana hivi. Sijui kama unaelewa. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuelewa, kwa sababu hata ndani ya Biblia sasa wanasema Mungu ni mseto. Mungu, yani Mungu ambaye mnaabudu ni mseto, ni hybrid. Yeah, kwa sababu ana manyoa, ana mabawa. Mungu ana mabawa kabisa. Wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa kwamba waje watulie, wakae chini ya mabawa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mseto. Hilo unatakiwa kulielewa pia. Kwa hiyo utofauti kati ya mtu wa kwanza ambaye ni moto na huyu Adamu wa Biblia za kisasa ni kwamba huyu Adamu yeye alizaliwa tu duniani, alitoka duniani, bali mtu wa kwanza ambaye ni moto alikuwepo tayari kabla ya kuja katika hali inayoonekana. Kabla ya kuja duniani, moto alikuwepo tayari katika ulimwengu wa kiroho kama roho wa mwisho kuumbwa. Hivi mnaelewa? Kwa hiyo alitakiwa kushuka, akatoa kwanza nguvu zake baadhi, akaja akaingia katika mwili, akawa nafsi hai, akatakiwa sasa kupata mafundisho ili kwenda kuzihirisha hesabu aiza idadi inayojulikana. Haya yote wale wengi hawayajui. Najua kwamba wakati huu kuna weusi wako katika kutafuta utu wao wa ndani, yaani kile ambacho kina uwezo zaidi sana, kwa sababu wanahisi hilo kwamba no, tuko hivi. Bali tatizo ni kwamba nyinyi ambao mnafanya hivyo mumeingia katika njia ambayo si nzuri. Njia mumeiacha kabisa, mnaiona wazi kabisa, lakini mnaenda kwenye njia za mikato kwenda kutafuta ukweli huku, wakati njia iko hapa mbele yenu. Sasa hicho ndio cha kushangaza, kwa sababu huu uwezo ambao mnautafuta uko hapa, kwa sababu unatakiwa kujitambua wewe ni nani, ili kwamba uwezo huu upate kupata baadaye. Kwa hiyo huko unakoelekea hautapata kile unachotafuta, kwa sababu utakuwa na kiu tu. Ndio maana wataongelea kuhusiana na mijadala yao, hautasikia wanaongelea kuhusiana na mambo ya utakaso katika haya mambo yote wanayoyafanya, kwa sababu haya mambo hayawahusu. Kwa hiyo mababu ambao wanaongelea zaidi sana ni mababu na emu ndogo, herufi ndogo kabisa. Ndio maana hakuna chochote ambacho kinaendelea. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 926 hadi 933 nasema, nilinua macho yangu tena nikaona, natazama magari mane yanatoka kati ya milima miwili, nayo milima hiyo ilikuwa milima ya shaba. Gari la kwanza lilikuwa na farasi wekundu, yani nafsi. Gari la pili lilikuwa na farasi weusi ambayo ni miili. Gari la tatu farasi wanaong'aa, yani roho, na kwa gari la nne farasi wenye madoadoa ambayo ni anguko. Nilizungumza na kumwambia Biedi aliyekuwa akizungumza nami, ni nini? Biedi alinijibu, ni uwepo nne wa babu yako moto katika hali inayoonekana, ambao hutoka mahali pa ajabu ambapo waliposimama. Farasi weusi wanaelekea ardhini, kuna mabano, uundwaji wa mwili wa moto katika hali inayoonekana, tunafunga mabano, na zinazong'aa zinawafuata, kuna mabano, kujivua kwa moto kama roho ili kuunganishwa na mwili wake wa kipimo cha hali inayoonekana. Nyekundu husogea kati ya farasi weusi na farasi zinazong'aa, kuna mabano, uundwaji wa nafsi, yani mwili wa hisia na tamaa wa moto katika hali inayoonekana. Zile zenye madoa kisha zinafuata, kuna mabano, mabadiliko na kuanguka na anguko la moto katika uhalisia unaoonekana. Unaona? Kwa hiyo kabla ya kuongelea mababu lazima ujue kwanza uwepo huo wa moto kisi ulivyokuwa. Kitu ambacho msichokielewa ni kwamba mara mtasoma teolojia, mtakariri maandiko, haya yote hayatasaidia kitu chochote ndugu zangu. Maana mtaongea mambo, mtabishana, mtafanya mijadala, na muda unaenda, mnazeheka, hakuna mabadiliko,
na hamtaona chochote ambacho mnachokiongelea, mnafariki, wanasema next. Kwa hiyo kwa sababu hamko katika mawimbi ambayo ni mazuri, wale mnaoongelea hawapo na hawawasikii, hawa wanasubiri tu hukumu, ndugu zangu. Kwa hiyo mnatakiwa kukielewa hicho, unatakiwa kuyaelewa haya ambayo ninayoyaongea, kwa sababu mambo mengi zaidi sana yanatendeka katika vichwani mwenu. Kipengele cha 5 na ambacho ni kipengele cha mwisho inahusu mababu wanaenda wapi baada ya kifo chao cha kimwili. Kwa hiyo mababu zetu ambao waliotembea kulingana ukweli wa neno la lugha huwa wanaenda wapi baada ya kufariki kifo cha kimwili? Ndio maana wakati huu wengine watachukua fuvu ili kwamba iwe kitu cha kuwaunganisha na mababu zao. Hayo yote ni nini? Ni uchawi, sio kitu ambacho ni kizuri. Ndio maana kitabu cha Sango sura yake ya kwanza mstari wa 17 inasema, muda fulani baadaye mama yangu Tiki aliondoka katika hali inayoonekana. Aliondoka katika hali inayoonekana, kuna mabano, alikufa kimwili. Baada ya kubadilika kwa hali yake inayoonekana, alijiunga na mababu zake katika hali ya baada ya uhai. Kitabu hapo tayari tunaanza kuona ni namna gani mababu gisi wanavyotajwa, gisi wanavyotakiwa kuwa, gisi ilivyokuwa. Ndio maana kitabu cha Sango sura yake ya kwanza mstari wa 102 inasema, na wewe Sango utakwenda kwa amani kuungana na baba Mbe, yani mababu na emu kubwa wako katika makao ya walio hai, yani walioanzishwa. Mwili wako wa kimwili utazikwa baada ya uzee wa furaha. Kwa hiyo ndio maana mnaona kwamba watu weusi unapotembea kulingana ukweli wa neno la Keluba Tete na unapofariki, unafariki kifo cha kimwili, lakini uko na ufahamu sehemu ambapo upo, yani una ufahamu kamili kabisa. Sasa mnaweza mkajiuliza, kwa nini mtu mweusi anaamini kwamba kuna maisha baada ya kifo, kwamba akifariki ni kama vile maisha yapo tu, kwamba yanaendelea, na ndio maana wengine wanasema kwamba waliofariki hawafariki, wapo. Kwa nini hilo jambo lipo ndani ya mtu mweusi? Kwa nini? Ni kitu gani ambacho kinamfanya mtu mweusi awe na mafikra kama haya? Kwa sababu mtu wa kwanza ambaye ni mweusi, ambaye ni babu yetu sisi sote watu weusi, kabla ya kuja katika hali inayoonekana, yeye alikuwa ni roho kamili tu. Sasa roho kamili ana uzima, hana haja ya kufariki, kwa sababu haya mambo ya kufariki ni mambo ambayo ni ya wale ambao hawana uzima. Ndio maana kitabu cha Kinye Ewo, yani Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi 2 nasema, mimi Tondo nilipohisi kwamba wakati wangu wa kuondoka katika hali inayoonekana ulikuwa karibu, nilimpa mwanangu Monmon maagizo yangu. Tazama, mimi niko karibu kujiunga na mababu zangu katika makao ya walio hai, mababu na emu kubwa. Wafalme wa Kwanza ni Kinye Ewo sura ya 3 mstari wa 6 nasema, wakati utakapofika wa kuondoka katika hali inayoonekana, mmoja wa watoto wako mwenyewe atakufuata kama mfalme mkuu aliyeanzishwa na kuwekwa wakfu, nami nitaimarisha mamlaka yake. Baba yangu Tondo alipojiunga na babu zake walioanzishwa, walizika mwili wake wa kimwili katika jiji lake kubwa. Wakati wa kifo chake, baba yangu Tondo aliona kutokea kwa roho kadhaa za agizo kula vitu zikimjia, na mmoja wa roho akamwambia kuna nukta 2: Tondo shujaa, wakati wako umefika. Wakati huu kamba ya fedha ya nafsi yake iling'olewa, na kisha ikatengwa na mwili wake wa kimwili, na roho yake ikatengana na nafsi yake. Yani wanaonyesha namna gani mababu zetu ambao waliotembea kulingana ukweli, namna wanavyotoka katika hali inaonekana, na ni nini ambacho kinaendelea. Mara moja Dibao ambaye ni Ofanimu mwenye nguvu ya ajabu alitokea na kubeba roho yake iliyotakaswa kikamilifu. Roho zingine, yani roho za agizo kula vitu, maana yake bamululuma, yani wanaita malaika, wakabeba nafsi yake katika makao ya walioanzishwa, yani mababu. Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba mababu kwa herufi kubwa ni walioanzishwa. Kwa hiyo mababu ambao wanaweza sio kuabudu, kuheshimiwa, unaweza ukamuomba, ni mababu ambao waliokufa wakiwa katika ukweli wa neno lake Lubatite. Hao unaweza ukawaomba. Sisemi kuabudu, nasema kuomba, na neno likiruhusu unaweza ukajibiwa kupitia wao. Kitabu cha Kudumanemu la sura yake ya 63 mstari wa 2 hadi 4 nasema, mimi Eyume
Eyume ndiye watakayechukua historia yako, watabadilisha, watasema kwamba hao Maria mama wa Yesu, mama wa Mungu. Amen. Kama Maria ndio mama wa Mungu, kwa nini mnaabudu tena nani Mungu? Si mwabudu moja kwa moja tu huyo mama wa Mungu, kwa sababu yeye ana uwezo kuliko Mungu, kwa sababu yeye alizaliwa kabla ya Mungu. Mimi Eyume niliona kiroho safari yangu ya kwenda katika hali isiyoonekana kabla haijatokea. Hivyo usiku mmoja mimi Eyume nilijikuta peke yangu chumbani mwangu, kuna mabano kwa maana Kolaita hakuwa pamoja nami chumbani, tunafunga mabano, nikiwa mzee sana. Ndipo babu Luluma Bakombe, yani malaika walinzi wangu, pamoja na Sunga ambayo taita Rafaeli, Benengudi ambayo taita Gabriel, Mene ambayo taita Mikaeli na Mwaye ambayo taita Uriel, walinitokea na kusema, Eyume, mwanamke wa kipekee na jasiri, umetimiza kikamilifu utume wako katika hali inayoonekana. Hapa uko mwisho wa safari yako ya duniani. Nenda hadi mwisho wa njia yako na utaingia kiroho katika pumziko la walioanzishwa, nawe utatoka katika pumziko mwisho wa nyakati, ili kutawala kiroho, kuna mabano, katika Wuma Munyenge, ambayo ni paradiso katika agizo kuu la vitu. Unaona? Kwa hiyo hao ndio mababu mabibi ambao tunaongelea hapa. Kitabu cha Uonja sura yake 28 mstari wa 12 nasema, naam, katika nyakati za baadaye taifa lisiloanzishwa litasikia kuhusu historia ya mababu zao katika lugha za wazungu na za damu mchanganyiko metisi. Ndio hivyo wanapoongelea Ozirisi, Horus, Mat, Isis, haya mambo yote mnayapata katika lugha gani? Muliyapata katika lugha gani? Katika lugha za wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo historia za mababu, hao mababu ambao ni bi ndogo, ambao hawakuwa katika ukweli, mutasikia hizo historia kwa nani? Kwa hao, katika lugha za hao wanaoitwa bali wazungu. Ndio maana Uonja aliona hayo mapema, akatoa unabii kwamba hilo litatokea, na ndio haya ambayo wao mfano hao Wakemiti wanachofanya, wanaita Ozirisi. Ozirisi ni katika lugha gani? Horus, Mat ni katika lugha gani? Ni lugha za wazungu. Kwa hiyo aliona hilo pia. Levitiko ambao wataita Walawi sura yake 14 mstari wa kwanza nasema, Mutatedi aliniambia tena mimi busi na kusema, ikiwa mtu atatafuta msaada kutoka kwa roho za wafu, yani demoni za ukoo, kwa njia yoyote ambayo ni aina ya ibada ya sanamu, Mudima Bekokisedi ataingilia kati kiroho zidi yake kwa kumtenga na taifa la walioanzishwa. Hampaswi kuwafanyia ibada mababu zenu, haijalishi sababu yoyote. Hiyo mababu ni emu ndogo, haijalishi sababu yoyote, wala kuwaita baada ya kufa kwao, yani kifo, katika hali inayoonekana. Ndivyo ilivyo hata kwa wanyama na wadudu. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo ibada ya mababu iliyokatazwa ni ile ibada ya mababu ambao hawakuwa katika ukweli. Maana kufanya ibada kwa ajili ya mababu sio kuwaabudu mababu, hapana, ni kwa namna ya kuwapa heshima, na haijakatazwa kuwapatia heshima wale waliofariki katika ukweli, bali imekatazwa kuwapa heshima ikiwa ni mababu ambao hawakufariki katika ukweli, ambao walikuwa na maisha ambayo ni hovyo kabisa, watu wa hovyo kabisa, hawana hata haja ya kupewa kabisa hiyo heshima. Kwa hiyo unatakiwa kuwaheshimu mababu zako, lakini walio namna gani? Ambao wanastahili kupewa heshima ndio wanaotakiwa kuheshimu, na ni wale waliotembea kulingana na ukweli wa neno la Kilubatiti. Ndio maana kitabu cha Belonge sura yake ya 10 mstari wa 50 nasema, hakuna mtu atakayeshiriki katika ibada ya mafuvu, iwe ni kwa ajili ya kuwaheshimu mababu au kwa sababu nyingine yoyote, wala katika sherehe za mazishi ambazo hazikubaliwi na neno na kujulikana na walioanzishwa. Kwa hiyo imekatazwa, haitakiwi, hairuhusiwi mtu kufanya nini? Kushiriki katika ibada za mafuvu, za fuvu gisi watu wanavyofanya, iwe ni kwa ajili ya kuwaheshimu, kwa maana tunapenda kuwaheshimu, kuwaenzi mababu, no, au kwa sababu nyingine yoyote ile, kwa sababu hao mababu ni babu na bi ndogo, aiza mababu na emu ndogo, hawakuwa katika ukweli. Hamwezi mkawapatia heshima, hiyo heshima haiwastahili, kwa sababu hawapo. Hata mkitoa hiyo heshima hawasikia, wajua kama mnatoa hata heshima yenyewe, kwa sababu hawana ufahamu sehemu walipo. Hilo mnatakiwa kulielewa vizuri. Ndio maana kitabu chetu cha mwisho ambayo ni jamii mbalimbali na aina za demon, sura yake ya 1 mstari wa 67 inasema, kwa maana watu waliopagawa na demoni za ukoo husema huona baadhi ya wanafamilia zao
waliokufa au hata mababu. Kwa hiyo mababu kwa herufi kubwa ndio hawa ninaowatambulisheni kwa siku ya leo. Ni wengi tu ambao waliokuwa katika ukweli, ambao waliofariki katika ukweli, wengine walinyakuliwa wakiwa katika ukweli. Kwa hiyo wewe unayesema kwamba unaenda kuabudu babu yako, achana na hayo mambo, kwa sababu huyu babu unayofikiri kwamba unamwabudu, aweza unamuomba au unafanya nini, hakusikii, kwa sababu sio kwamba tu amelala, hana ufahamu wa alipo. Kwa hiyo utawafanya, kinachokuja hapo sasa ni demoni zenyewe ndio zinachukua uso, umbo, mwonekano wa babu yako. Utafikiri katika ndoto kwamba ni yeye ndio amekuja, lakini sio kweli. Kwa hiyo fanyeni angalisho. Mababu ambao wanaweza wakaheshimiwa, ambao wanaweza wakahitwa, ni babu ambao waliokuwa katika ukweli, waliofariki katika ukweli, walionyakuliwa. Hao wanatakiwa heshima yao. Lomba anaendelea kujitukuza.